Na hebu kidogo nikuonyeshe, tunapozungumzia mkono wa Bwana tunazungumzia nini? Namba moja, jua hili, tunapozungumzia mkono wa Bwana tunauzungumzia msaada wa Mungu katika maisha ya mtu. Ule msaada wa Mungu, msaada wa Bwana katika maisha ya mtu. Ni maombi yangu ya kwamba huu mwaka utafurahia msaada wa Mungu. Kumbuka, hauwezi kupanda juu ya anayekusaidia ama kinachokusaidia. Maisha yako tu ni summation ya anayekusaidia. Ni nani anayekusaidia inaamua matokeo utakayo. Ndio maana Daudi akasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu unatoka wapi? Akasema, msaada wangu katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa maneno mengine, sitaangalia milima kwa sababu kuna yule aliyeumba milima na milima inakaa juu ya nchi. Nitaangalia aliye mkubwa kuliko milima. Milima labda ni kazi unayofanya, milima labda ni yule mume wako, yule mtoto anayekufadhili, milima vitu unavyotegemea kama chanzo cha msaada wako. Lakini akasema hapana, nitainua macho yangu nitazame juu kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Huu mwaka mtu wa Mungu, maisha yako yatakuwa makubwa kulingana na anayekusaidia. Ninakuombea katika jina la Yesu, utasaidiwa na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Anaposema kutegemezwa na mkono wa Bwana, ni kwamba unasaidiwa na Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi. Wakati Mungu anashuka kumsaidia mwanadamu, haijalishi watakaoshindana na wewe mwaka huu, kama ni Mungu anakusaidia, maandiko yanasema akiwa upande wetu, ni nani huyo atakayekuwa juu yetu?